Na mtazamaji wa chaneli ya kwetu ya Yusto Mwenda, lakini pia chini ya udhamini wa Magic Builders ambao ni mabingwa wa kuuza wallput mkoa wa Rukwa. Lakini leo sasa niko na viongozi ambao wao wanafahamu zaidi kuhusiana na hiyo kampuni ambayo nimeitaja. Hapa niko na kiongozi upande wangu wa kushoto, lakini pia upande wangu wa kulia niko na kiongozi mwingine. Nikianza na upande wa kulia au kushoto, tuanze na mwenyekiti ambaye ni nani? Mwenyekiti kati yetu. Mwenyekiti, kwa majina unaitwa nani? Na wewe umesimama kama nani kwenye kampuni hiyo ya White Skim Wallput? Kwa majina anaitwa Moses Daniel Simtoe. Ni msaidizi wa masoko kwa upande wa kampuni ya Magic Builders International. Bwana, ni msaidizi wa masoko kwa mkoa wa Rukwa. Upande wangu kulia tunaongea na nani na una wadhifa gani kwenye hiyo kampuni? Kwa jina naitwa Alex Philibert Mwanakulia. Mimi ni fundi ambaye na support kampuni ya Magic Builder hasa kwa bidhaa pendwa ambayo tunatumia inaitwa White Skim. Okay, White Skim. Yes. Okay, kumbe tuko na fundi pia. Kwa hiyo tuko na mwenyekiti lakini pia tuko na fundi. Mwenyekiti, tunajua una mengi ya kutueleza wakazi wa mkoa wa Rukwa na sehemu nyingine katika nchi ya Tanzania kuhusiana na White Skim pamoja na wallput. Hebu tunaanzia wapi sasa? Kwanza tujue upatikanaji wake na faida zake na kwa nini unatushauri tutumie hiyo. Tunataka tujue. Kitu cha kwanza nitaka mjue Magic Builders International. Ni kampuni ya Kitanzania ambayo inajishughulisha na uzalishaji na usambazaji wa vifaa vya ujenzi, lakini kwa mkoa wa Rukwa tumebezi sana upande wa White Skim. Na nitumie nafasi hii kuambia watu kwamba sio White Skim peke yake, bidhaa ziko nyingi na zenye ubora mkubwa. Okay. Bidhaa ziko nyingi na zenye ubora mkubwa na tunapatikana nchini Tanzania. Wewe sasa kama mwenyekiti ambaye unasimama kwa hawa kuwasimamia labda mafundi na watu wote nchini Tanzania, hebu tupe ABC watu tujue, tuache kuhangaika. Tunajua unaweza kaanzisha kitu halafu kikaletwa kitu kingine kopi yake, ili tujue sasa kwamba hii ni White Skim ambayo tunaijua, White Skim ambayo tunaijua ya wallput ina alama gani na ikoje na upatikanaji wake ukoje? Kiukweli sisi kwanza tuko nchi nzima. Kitu cha kwanza. Kwa hiyo mteja popote pale ulipo sisi tunakufikia. Mifuko yetu ni mieupe. Tunajua makampuni yako mengi ambayo yamejaribu kuiga mifuko yetu, lakini mifuko yetu ni mifuko ambayo ina upekee. Kwanza ina nembo ya kampuni ambayo inakuwa na Magic Builder. Okay. Kama unavyoweza kuona nina mfano. Umeona mifuko yetu inapong'aa? Okay. Waonyeshe inapong'aa. Yaani mifuko yetu inang'aa kuanzia nje mpaka ndani. Okay. Ambayo inaitwa White Skim. Okay. Japokuwa makampuni yamekuwa ni mengi ambayo yanatoa bidhaa, lakini bidhaa ambayo inafanya vizuri na inapunguza cost kwa wateja ni White Skim. Okay. Faida ni nyingi za kutumia White Skim. Kwanza, White Skim ina mfuko mmoja wa kilo 25 una skim square mita 12.5. Ni tofauti na bidhaa nyingine ama wallput yoyote ile unayojua wewe. Nyingine za skim square mita 10, nyingine mpaka 9. Hiyo ni faida ya kwanza. Maana yake ni kwamba inapunguza cost. Kama walikuwa utumie mifuko ya labda kampuni fulani utumie mifuko 10, ukitumia White Skim maana yake unatumia mifuko 7. Kile kumeshakuwa nini? Umeshakuwa. Lakini faida nyingine ni mng'ao. Okay. Ina mng'ao mzuri. Yaani unaweza ukaskim leo hata ukikaa mwaka mzima hujapaka rangi haina nini? Inakuwa haina shida. Hiyo ni faida ya pili. Lakini faida ya tatu ni kwamba inapambana na fungus. Okay. Ukitumia White Skim wallput yaani ule kutaka unakuwa na uimara. Okay. Sawa, unakuwa na ulinzi dhidi ya nini? Dhidi ya fungus. Lakini faida nyingine ambayo unaipata ni kama tuseme ile maji. Ile inazuia maji. Wallput nyingine ukiskim mvua ikipiga na inafanyaje?
inashuka. Lakini ukitumia white skim, yani vile mvua inanyesha inakata, unaenda kupiga msasa ili uweze kupaka nini? Kupaka rangi. Kwa hiyo ni bidhaa ambayo inastahimili hali yote ya hewa. Lakini pia faida nyingine ambayo unaipata ukishakuwa unatumia white skim ni kwamba hauna haja ya kutumia tena bidhaa nyingine. Yani site moja tumia bidhaa labda 5, 6, hapana. Kwa sababu ile ina skim ndani, ina skim nje, ina skim dali na inabandika mikanda. Bana, hizo ni faida ambazo mwenyekiti amekueleza kwamba kwanza inapambana na fungus. Najua nyumba nyingi sana tukitumia haya material mengine pale chini ya ukuta unakuta ukuta umeliwa, lakini na ile rangi imetoka, hiyo skimu imetoka. Kwa hiyo hii bwana white skim Wallput yenyewe inapambana na fungus, lakini pia inapambana na maji. Najua zingine zinapitisha maji. Haya bwana, ni masuala kiufundi. Sasa niambie sasa kwa fundi hapa mwenyewe ambaye tuko naye, yeye pia atuambie zile faida sasa za kutumia hii white skim Wallput. Faida kama mwenyekiti kuna baadhi ameziacha, basi wewe uweze kuzimalizia. Nashukuru. Kuna faida nyingine ambayo naweza nikaiongelea. Ndio. Bidhaa ya Wallput white skim kwanza ni bidhaa ambayo haina tabia kutengeneza joto. Na kuna bidhaa nyingine zinatengeneza joto. Na bidhaa yote ile ambayo ukiitumia ikatengeneza joto, kwanza ina tabia ya mpasuko kama pale unavyoona pale. Ndio. Unaweza kaonesha pale kameramani, ukaonesha pale ukutani pale kuna fanani hizo nyufa mpasuko, hizo crack hizo. White skim haina tabia hiyo. Haina hiyo tabia. Kwa sababu inapotengeneza nyufa kama zile, manake hii bidhaa sio bora. Sio bora. Kwanza ile inaweza kata miaka 20. Haiwezi katengeneza nyufa. Iko vizuri kabisa. Ni faida ambayo na mimi nimeongezea hapa. Ndio. Umekutana na changamoto gani wakati unatumia white skim na wateja labda muda mwingine hawajui? Unapambana nao hali hiyo vipi mpaka wanakuja kuelewa kwamba wanatakiwa tutumie hiyo white skim? Kwanza sisi mafundi na changamoto kubwa. Kwenye kazi yetu kwa watu binafsi, sio wabishi. Wale wanawasikiliza mafundi. Ni tofauti na miradi ambayo tunaifanya hasa hii ya serikali. Kwa sababu fundi unapoitwa kwenda kufanya ukarabati sehemu fulani, hasa majengo ya serikali, unajua wanaoharibu masoko sana wengi ni hawa wazabuni. Wazabuni ndio wanaharibu soko. Kwa sababu wanaharibu vipi? Waharibifu ambao wanaofanya, mimi fundi nikipewa kazi lazima nipendekeze bidhaa ambayo ni bora. Ambapo nikifanya kazi, kwanza tajiri mwenyewe alinipa kazi anafurahi kwamba hii kazi ni nzuri. Lazima pia unampa elimu kuhusu bidhaa ambayo unafanyaje unaitumia. Sasa kuna wazabuni wanaleta bidhaa ambazo sio bora. Na kwa sababu inakuwa imeandikwa kwenye BOQ. Ndio. Kwa sababu kwenye BOQ wanachokifanya hawaandiki bidhaa inayohitajika, ila wenyewe wanaandika Wallput. Kwa sababu unapomwandikia mzabuni Wallput, ataleta Wallput yote ile, hata shilingi 15,000 atakuletea ili utumie. Sawa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunakutana hasa kwenye miradi ya serikali. Ndio. Bana, bado tunaendelea kupiga story hapa na tuko na mwenyekiti, lakini pia tuko na fundi hapa ambao tunapiga story, na tuko mwishoni ambapo hatutaki tukupotezee muda mwingi, lakini upate zile pointi ambazo zinahitajika kufahamu kuhusiana na white skim na Wallput, lakini pia kampuni ya Magic Builders International. Mwenyekiti, wewe umekuwa ni miongoni mwa watu ambao unahamasisha sana watu kutumia hii white skim Wallput. Kuna changamoto gani ambazo unazipitia kwenye uhamasishaji wako kupitia hiyo white skim Wallput hapa mkoa wa Rukwa? Kiwalisia kila kazi inakuwa na changamoto zake. Huenda kuna mtu akawaza kwamba labda nafanya kwa sababu labda nataka kitu fulani. Hapana, lakini ninafanya kwa sababu nataka
au watumiaji waone matokeo mazuri. Yaani sipendi kwamba mtu amefanya skimming leo alafu kesho anaenda kufanya repair. Ni kitu ambacho kidogo kifanya kinaniumiza kwamba huyu mtu hajapata elimu kuhusu bidhaa ambayo ni bora, inaweza kumsaidia ili aweze kufanya nyumba yake kuwa na muonekano mzuri. Na ninatoa rai kwa wateja wetu wote kwamba waweze kutumia bidhaa ya White Skim kutoka Magic Builders. Na hivi karibuni tutakuwa na decor, Magic Decor, lakini pia tuna Magic Screw, tuna Magic Body. Ni bidhaa ambazo zimetengenezwa kwa kiwango kikubwa sana. Tumezingatia ubora ambao Watanzania wanauhitaji. Kwa hiyo kama unahitaji, namba zangu za simu ni 0622 48 72 09. Hiyo ukinipata umepata bidhaa ambayo ni bora. Lakini pia sisi kama mafundi ama kama kampuni tunashirikiana na mafundi kuhakikisha wanafanya kazi nzuri na zenye mvuto. Pia niombe serikali kunapokuwa kuna kazi basi walau wale wasimamizi waweze kuwasikiliza mafundi ili wapate kilicho bora. Tunajua kabisa kwamba mama anapambana ili kuleta hela kwa maana ya miradi. Sasa tunatamani tufanye kazi kulingana na thamani ya kile kitu ambacho mama anafanyaje, anakipambania, kwa maana ya kwamba kazi iwe nzuri. Sasa kama watu wanatumia hii output nyingine ili kupiga hela, sasa hii ndio itakuwa mwisho wao. Kwa maana ya kwamba uzuri wa Magic Builders wana watu ambao wamebobea kwenye hizi kazi. Tunaweza tukashirikiana nao kufanya tathmini, sawa, kujua hapa inaingia mifuko mingapi. Ile mifuko ikizidi basi vitu mbane fundi, kwa nini ifeli wakati hii kuna siku ya mita kadhaa na hii na skim siku ya mita kadhaa. Kwa hiyo inakuwa tumerahisisha nini kwa matumizi hapo. Bana, huyo ni mwenyekiti anakuelekeza hivyo kabisa kwamba jamani, serikali hebu tujaribu kutumia White Skim hii kutoka kampuni ya Magic Builders, ambao wao bwana unaweza baada ya kutumia mifuko 10 ukatumia 7. Ameeleza mengi, lakini pia na namba za simu amekutajia hapo, utaziona zinapita hapo chini. Hizo ndo namba za mwenyekiti ambayo kama kuna lolote hujaelewa unaruhusiwa kumuuliza. Tumalizane na fundi. Wewe ni miongoni pia mwa watu ambao umeshiriki kipengele fulani kuchangia hoja. Kama kuna chochote ambacho tumeacha, tunaweza tukamalizia, lakini pia na mawasiliano yako mtu akihitaji kupata huduma yako ya ufundi. Nikushukuru. Ninachokiona hapa tumeshagusia sehemu. Ndio. Na ninachokiomba kwanza nitoe rai kwa mafundi wote kwa mkoa wetu wa Rukwa, wilayani na sehemu nyingine huko. Tutumie bidhaa pendwa, bidhaa bora. Hakuna bidhaa bora kama ya Magic Builder White Skim. Kuna wengi wametengeneza bidhaa ya output lakini wameiga lebo ya White Skim ili onekane kwamba na yenyewe nini ni White Skim. Sasa mimi kama fundi lazima nilitambue hilo, na lazima nifanye majaribio kwamba hii bidhaa ninayotumia leo hapa ni bora. Kuna vigezo ambavyo navifanya ili nitambue kwamba hii bidhaa ni bora. Umeona? Ndio. Kwa sasa kama natumia White Skim nakuwa najua kwamba hii ni bora. Hata kazi ambayo naifanya ndio mteja wangu lazima ikubali. Safi kabisa. Na fundi yeyote yule anapopata kazi lazima atumie hii bidhaa ya White Skim ya kampuni ya Magic Builder International. Kwa sababu hii ni bidhaa ambayo imehakikishwa ni nzuri na ni bora. Kama tulivyotangulia kusema mwanzo kwamba hii bidhaa bwana haipitishi maji ovyo. Haikalishi maji. Inapokalisha maji inasababisha kutengeneza nini? Fungus. Umeona? Unyevu ule inasababisha. Sasa hii hapa haipo hivyo. Kwa hiyo tujitahidi sana tutumie hii bidhaa ya White Skim. Nzuri sana.
Mawasiliano sasa kwa wewe fundi, sasa mtu anayekuhitaji kwa huduma ya kwenda kuskimu kwake, na kuna mengi labda anataka kuuliza kuhusiana na masuala ya kiufundi. Mawasiliano yangu napatikana kwa 0757 93 03 62. Kwenye mitandao ya kijamii napatikana Facebook, andika Alex Philbert Mwanakulia, utanipata huko. Tutawasiliana vizuri kabisa. Bana, mimi niwashukuru sana mwenyekiti na fundi wangu hapa. Mimi niwashukuru sana mtazamaji na msikilizaji. Hapa tumefikia mwisho kwenye session hii ya kwanza. Tutaendelea na session nyingine kwa sababu tuna mambo mengi ya kueleza wakazi wa mkoa wa Rukwa kuhusiana na Magic Builder International, lakini pia kuhusiana na White Scheme Wallput. Tutakuja zaidi na zaidi. Kikubwa ni kwamba endelea kutufuatilia na usisahau kuangalia kwenye chaneli zetu ambazo ziko hapo chini, tutaziorodhesha. Lakini pia usisahau kutufuatilia kupitia vipindi vyetu vya redio ambavyo vinaruka kwenye redio ambazo zote tumeziandika hapo. Hadi wakati mwingine, bye bye.